Kassim Majaliwa Kassim. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kwanza kuipongeza serikali yangu ambayo inaongozwa na Dr. Samia, rais wetu, lakini pia na timu yake nzima ukijumlisha na waziri mkuu wetu ambaye ndiye msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Kiukweli wao na timu yao wamefanya kazi nzuri. Wanasema asiyekuwa na macho haambiwi tazama. Kwa hiyo mimi niwaombe wa Tanzania, kwa sababu wote tuna macho, tuweze kuona na tuwe mashahidi wa kuelezea kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya Dr. Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia niweze kutoa pongezi za kipekee kwa chama changu cha Mapinduzi, chama ambacho kimejitabainisha kuwa ni chama sahihi kuiongoza nchi ya Tanzania. Wametekeleza ilani kwa vitendo kama walivyoahidi, wameweza kufanya. Lakini pia niweze kuwatakia heri wagombea wote wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, kwamba uchaguzi ni mpango ambao upo, lakini Mungu ameshaandaa viongozi ambao wataenda kutumika kwa miaka 5. Kwa hiyo niwatakia wabunge wenzangu wote kila laheri kuelekea uchaguzi. Na kiukweli tunaamini kwa kazi nzuri walizofanya Mungu atawasaidia waweze kurejea bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninatamani nipongeze serikali kwa upande wa nishati ya gesi kwa zoezi la ugawaji wa mitungi ambao limekwisha kupita. Tumeona Dr. Samia na timu yake ambavyo wameweka ruzuku ya kutosha kwenye mitungi ya gesi. Wananchi wetu wamepata mitungi ya gesi walio wengi, japo kwa zoezi lilivyofanyika imeonekana uhitaji ni mkubwa. Tunakumbuka kabisa mitungi hii ya gesi inayotolewa kwa 20,000 ilikuwa inauzwa karibu 75,000. Kwa kitendo cha kuondoa 55,000, hii inaonyesha kwamba serikali iko makini kuhakikisha wanawake wote wanakomboka na matumizi ya nishati zisizo safi na salama. Kwa hiyo niwapongeze Wizara ya Nishati, lakini nampongeza Waziri Mkuu pamoja na Mheshimiwa Rais kwa maamuzi magumu. Kugawa mitungi alikuwa zoezi jepesi. Lakini pia tunafahamu serikali hii kwenye kilimo imetoa ruzuku ya kutosha kwenye mbegu, kwenye pembejeo. Kwa hili tu itoshe pia kusema kwamba wananchi wetu ambao ni wakulima pia nao wanaendelea kunufaika na msaada ambao Mheshimiwa Rais na timu yake wameweza kutoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa kuanzia nina maombi 3 ambao ningetamani serikali yangu iendelee kuyafanyia kazi. La kwanza, niombe serikali yangu kwa upande wa NFRA, changamoto iliyojitokeza kwa mwaka wa fedha uliopita ambapo wananchi hawakuweza kupata fedha kwa wakati, tuwaombe kuelekea mwaka huu watakaponunua kuelekea uchaguzi wetu, tafadhali wawalipe wananchi kwa wakati. Tulikuwa tunapokea simu nyingi, ilikuwa ni tabu. Sasa ilikuwa inatupa shida kama wawakilishi wananchi. Kwa hiyo wananchi ili waweze kuwa na kipato endelevu, waongeze ufanisi, wanatakiwa fedha zao wawe wanalipwa kwa wakati. Lakini pia nina ombi maalum kwa mfuko wa pembejeo, wapewe fedha kwa ajili ya uratibu ili waweze kuwafikia wananchi na kuwaeleza habari njema ya mikopo ya pembejeo ambayo ipo. Watu hawa wanakuwa na fedha za utoaji wa mikopo, lakini za uendeshaji unakuta hazipo. Kwa niombe serikali yangu, nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze kuona ipo haja ya kutoa fedha kwa ajili ya uendeshaji wa hiyo mifuko ya huo mfuko wa pembejeo. Lakini pia niweze kuomba pia kama ombi maalum kwa serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi kwamba mgawanyo wa walimu katika shule za serikali uzingatie uwiano wa gender, kwa maana ya kwamba sehemu yenye watoto wa kike wengi na walimu pia wa kike kuwe na uwiano unaoridhisha. Nimefanya ziara katika maeneo mengi Mwenyekiti,
unakuta walimu wa kike ni wachache sana. Na kama basi taifa walimu wa kike ni wachache, basi ufanyike mpango maalum wa kufanya ajira za walimu wa kike tu, ili kuleta uwiano wa walimu wa kike kwenye shule zetu. Kwa sababu tunasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha taifa. Haiwezekaniki tukawa na watoto mashuleni wanaolelewa na watoto wa kiume. Sidhani kama hao watoto watakuwa ni wakina mama wazuri watakapokuwa wamepewa nafasi ya kulea taifa, watakapokuwa wamepata nafasi ya kupata watoto. Lakini pia ninataka kujielekeza kwenye mchango ambao leo nilikuwa nimezamiria kuchangia kwa maslahi ya serikali yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia sekta mbalimbali imekuwa na zoezi la utoaji wa mikopo. Kuna mikopo inayotolewa na mfuko wa pembejeo ambapo wananchi, wakulima na wajasiriamali mbalimbali wanapata mikopo huko. Lakini kuna mikopo kwa upande wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini kuna mikopo ambayo inatolewa kwa upande wa Wizara ya Nishati kupitia REA. Lakini kuna mikopo inayotolewa kupitia maendeleo ya jamii kupitia program ya machinga na wanawake. Lakini kuna mikopo inayotolewa katika Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Lakini pia tunafahamu kuna mikopo inayotolewa halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuongee ukweli, dhamira ya Dr. Samia ni njema sana kuhakikisha wananchi wake wanatoka hatua moja kwenda nyingine, kwa maana ya kwamba kuwainua kipato. Na tunafahamu kabisa tuna wananchi wengi ambao kipato chao kiko chini, na ndio maana hata programu ya TASAF bado inaendelea kuwasaidia hao maskini. Lakini hatuioni ile dhamira ya wazi ya kwamba watu waliopewa dhamana kwenye hizi haya maeneo ya kutoa hii mikopo kuwafikia wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ziara ambazo zote nimefanya kwenye mkoa wangu, ukiwauliza hata watendaji wa serikali unakuta hawana habari kuhusu hii mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa fedha zipo na fedha ni nyingi, serikali ione haja ya kuwafikia wananchi na kuelimisha kwa habari ya hii mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwauliza hata wabunge humu ndani, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu hawajui hata kama kuna mikopo ipo REA. Kuna watu unakuta hawafahamu kwamba kuna mikopo inatolewa huko ambayo sisi kama wabunge wenye wananchi tulitakiwa tuijue na tuende kutoa elimu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hivyo ndivyo mikopo yote hii ya serikali, basi iundwe tume maalum ya kusaidiza kutoa mikopo kwa wananchi, kwa sababu kama kila wizara itakuwa na jiratibu, hata gharama za uendeshaji wa namna ya kuwafikia wananchi itakuwa kubwa. Lakini tukawa na tume maalum ambayo inaratibu mikopo yote ya serikali kwa ngazi tofauti, mimi nadhani hata utoaji wa elimu kwa jamii utakuwa mwepesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali yangu ya CCM kwa namna ambavyo imekuwa ikiendelea kutekeleza zoezi la ukuzaji ujuzi kwa vijana. Tumefanya ziara nyingi Mheshimiwa Mwenyekiti katika kamati yetu ya ustawi na maendeleo ya jamii. Tumefikia maeneo mengi ambayo vijana, vituo vingi ambavyo vijana wapo wanapatiwa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikutana na changamoto ambazo zipo. Moja wapo ni kwamba vijana wanasajiliwa, lakini unakuta muda wa mafunzo ni mchache kuliko muda halisi wa mafunzo unaopatiwa. Yaani serikali imejiwekea muda mchache kuliko muda maalumu wa mafunzo ambao wanatakiwa watoto waweze kuhitimu. Niombe serikali yangu iweze kutoa, yani inapokuwa inatoa haya mafunzo basi izingatie utaratibu ambao upo wa utoaji wa hizo elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia katika jambo lingine niombe serikali yangu kwamba kiwango cha pesa kinachotolewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado ni kidogo sana, kwa sababu kama lengo lilikuwa kuwajengea vijana 136,200 kwa mwaka ujuzi, inakuwaje tunawajengea watoto 12,000 tu? Inakuwaje wakati fungu tayari tulishakuwa tumelitenga kwamba kwenye skills development levy tutakuwa tunatoa 1/3 ya mapato yale, lakini mapato yako juu, kiwango cha pesa kinachotolewa ni kidogo. Hizi fedha zingine ambazo tulizitenga kwenye hiyo 1/3 zinapelekwa wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niombe serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi ione haja ya kwa kweli kuwakomboa vijana wetu. Mimi niseme kama vijana kweli watajengewa uwezo, kama vijana kweli watatafutwa popote walipo wakajengewe uwezo,
Mimi naamini taifa letu la Tanzania litasonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, maisha ya vijana ni magumu. Maisha ya vijana huko mtaani yanasikitisha. Vijana wamepoteza confidence, kitu ambacho kama taifa tukiwatambua, tukawawezesha, tukawaweka wakawa ni vijana wa kutumainiwa na kutegemewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu litasonga mbele, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitataka kuongelea kwa upande wa mji wangu wa Tunduma. Baada ya kumaliza haya ya vijana, nitataka kuongelea kwa upande wangu wa Tunduma, Mheshimiwa Mwenyekiti. Malizie sentensi yako, Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba Tunduma iangaliwe kwa jicho la tofauti. Ni fursa kwa taifa, ni fursa kwa kipato cha Tanzania. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Naima Gerard Mondabila. Nilimtaja Mheshimiwa Shamsia Aziz Mtamba, Mheshimiwa Abdalla